Mheshimiwa, tujitambulisha alafu tuambie mambo ya Naitwa Mheshimiwa Daktari Leonard Okorong Emase maarufu waziri. Mimi ni mwanasiasa na pia mimi nimekuwa katika uwanja wa Injili pia kwa muda mrefu. Nataka kushukuru kwa nafasi hili ya siku ya leo. Ninapozungumzia juu ya abduction katika nchi yetu ya Kenya, I think kwangu mimi binafsi pia kama mzazi, mtu aliye na familia, naweza sema kwamba sio vyema kwa kile ambacho inafanyika kwa sasa hivi, sababu imefanya watu wengi leo hii wanaishi katika maisha ya hofu. Watu wanahofia maisha yao. Mtu anapolala ana wasiwasi wenda ikawa yeye anaweza kuwa next person kuwa abducted. Mtu anapotembea barabarani, mtu ana wasiwasi juu ya maisha yake, ambalo ni swala ambalo halijakuwa la kupendeza kabisa ama ya kufurahisha, sababu kwa miaka ambazo niko sasa nazo sijaona jambo kama hilo likiwa, lakini sasa hivi naona imezidi. Mambo ya abduction kila mahali sasa imekuwa wimbo. Abduction imekuwa ni kama wimbo. Naona watu wengi haswa vijana wetu wanakuwa abducted. Wengine unapata kwamba wameuliwa, wengine unapata kwamba wanapatikana wakiwa hawana ufahamu, wamepoteza ufahamu. So leo hii hilo jambo linatukera kama wanasiasa. Pia nasi halina ubusara kabisa, because taifa nzuri ni taifa ambayo watu wana furaha, wana upendo. Taifa nzuri ni mahali ambapo watu wanaishi kwa njia ya amani, kwa njia ya heshima. Taifa nzuri ni mahali ambapo hata walio wa nchi wa kigeni wanapoingia wanaona ni mahali ambapo ni pazuri kuishi. Lakini leo hii tunapoangalia tunapata kwamba kuna msukusuku kila mahali. So swala hilo la abduction imekuwa kidonda sugu katika nchi yetu ya Kenya, ambapo kuhusiana na maandamano. Binafsi mimi kama mheshimiwa ninasema kwamba kuhusiana na maandamano, maandamano inakubalika, hata kikatiba inakubalika. Na pia naweza sema kwamba saa zingine pia tunapoangalia mambo kama haya yanapotendeka katika nchi yetu, ni lazima viongozi kwanza wawe na maswali ya kujiuliza kwamba ni nini ambacho haswa inasababisha maandamano haya kutendeka. Binafsi mimi ninapoangalia maandamano haya yanachangiwa na ukosefu wa ajira, maisha magumu, leo hii magonjwa ya kiakili inachangia pia mambo kama yale yaweze kutendeka leo hii. Ndio naweza kusukuma watu kule barabarani ili waweze kujitetea kwa kuomba haki yao. Na unaunga maandamano iendelee ama isitishwe wewe kibinafsi? Binafsi mimi naweza sema kwamba maandamano ni nzuri, na tunapokuwa na maandamano kuna mambo mengi ambayo pia saa zingine kwa njia hiyo inatusaidia.
Sababu kwa mfano kuna wakati wakati wa finance bill ya 2024, wakati tulipokuwa na maandamano hayo, yalileta kidogo mabadiliko kwa sehemu fulani katika serikali. So hasa mimi naunga mkono nikisema kwamba ni vyema serikali letu iweze kuangalia hiyo masuala hasa ya vijana ya Gen Z. Sababu wanapoimba kwamba Gen Z kule barabarani, inamaanisha kwamba kuna mahali ambapo labda serikali halijaweza kuangalia kiwadilifu. So wakati ambapo serikali itakapogundua jambo kama hilo, ama swala kama hilo, so utapata kwamba kidogo mambo yatakuwa sawa. So maandamano ni njia mojawapo ya mtu. Asante sana. Mimi kama Mheshimiwa Daktari Leonard Okoronge Mase, waziri, mimi ni mzaliwa wa eneo ndogo sana iliyokuwa chini kabisa, eneo ambayo haikuwa inatambulika hata katika ramani labda ya nchi yetu, na pia vile vile ramani ya kaunti yetu, katika eneo kaunti yetu ya Busia, na pia vile vile katika Teso Kusini. Ukame imekuwa mji ambayo imekuwa ndogo sana, ambalo halikuwa mji ambayo haikuwa na heshima vile. So leo hii ninapojitokeza kuwania kiti cha MCA Chakwal Southward, inamaanisha kwamba sio mimi mwenyewe labda binafsi ndio nimeamua ya kwamba niweze kuwania hiyo kiti, lakini sasa mimi ninasukumwa na watu ambayo ni wakazi wa Chakwal Southward, na pia vile vile watu wa mji wangu wananisukuma kwamba niweze kuwania hiki kiti cha MCA Chakwal Southward, maana wanajua mimi ni mtu ambayo nimeishi karibu nao. Karibu miaka zangu zote ambazo nimeishi ulimwenguni, nimeishi karibu na hao watu. So wananielewa vyema ya kwamba ninaweza kuwa mtu ambayo ninaweza saidia hasa watu katika wodi hii. Ndio maana leo hii nimejitokeza kwamba niweze kuania kiti cha MCA Chakwal Southward, kwa sababu kiti hicho kwa ukweli miaka mingi haswa maeneo ya ukame location na vile vile kuenda Ochude huku, ni miaka mingi ya kwamba hatujapata uongozi wowote ambayo mtu ambayo ni mwakilishi katika maeneo hayo. Lakini leo hii naamini itakapofika mwaka wa 2027 sina budi sema kwamba asante sana. Kuna mambo mapya ambayo leo hii ninaweza leta katika maeneo haya ya Chakwal Southward. Kwa mfano, mimi ni kiongozi ambayo nitafanya kazi bila ubaguzi, bila kuangalia ya kwamba area hii ndio nimetoka, labda niweke maendeleo mingi zaidi ya area zingine. La pili, ninapoangalia miundo msingi katika eneo letu ya Chakwal Southward, utapata ya kwamba kuna area kabisa ambazo ziko bado hazijaangaliwa kabisa. Utaangalia barabara zetu hizo, utapata kwamba ni mbovu. Kuna area hazijafunguliwa barabara tangu nyakati za uhuru mpaka leo hii. So mambo kama haya ndio ninajaribu kuangazia kabisa, kuona kwamba at least mambo yanakuwa mazuri katika maeneo yangu. Pia unapoangalia mimi ni mtu ambayo nimesomea taaluma ya community development. So ninaelewa yale ambayo yanahitajika na watu wa community. Kwa mfano ukiangalia leo hii katika maeneo yetu, utapata ya kwamba
kuna areas ambazo yanahitaji maji, lakini sasa kwa sababu ya uongozi duni hawajaweza kupata maji. Kuna areas ambazo hata watoto wetu bado wana tatizo la kielimu, hawana watu wa kuwasukuma mbele ili wapate elimu. Lingine ni kwamba ukiangalia pia vile vile mambo yetu ya ukiangalia masuala ya kilimo katika maeneo yetu ya Charcoal Southward, hakuna kiongozi yoyote ambayo hapo nyuma nimeona kwamba akiangazia mambo ya kilimo katika Charcoal Southward. So mimi hizo ni baadhi ya mambo ambayo nitakuwa nikiangazia na ni mambo, niko na mambo mengi ambayo nitalete katika wodi hii, na pia vile inafika mwisho. Kama wewe umechaguliwa na community na watu wako, ni lazima uwe pale, ujue kilio cha watu wako, ujue yapi ya kupewa kipaumbele, ujue mambo yapi ambayo yanastahili katika. Kwa ukue karibu na watu wako. Ndio hiyo sasa. Asante sana. Jambo langu labda napomalizia, naweza sema kwamba Charcoal Southward umefika wakati ambapo mambo mengi mnaenda kushuhudia. Ni wakati wa mabadiliko, ni wakati wa change, na change hiyo itakayofanyika kupitia kwangu, najua kwamba mambo mengi katika Charcoal Southward yatakuwa yamebadilika, hasa kuanzia 2027 baada ya uchaguzi huo. Asante sana mheshimiwa, na karibu tena kwenye studio wakati mwingine. Tutakuita tu bado. Asante.